kujitosheleza kwa kila Mtanzania. Maji safi na salama kwa gharama nafuu ndio dira yetu. Kiwango cha upatikanaji wa huduma za maji nchini kimeongezeka. Imepunguza adha ya maji kwa wananchi, maji safi yatiririka. Wizara ya Maji HECO, kazi inaendelea na mtu wa mamando. Miradi mikubwa ya maji inatekelezwa kwa kasi. Pongezi kwa serikali yetu ya awamu ya 6. Maabara za ubora wa maji zenye ithibati zimeongezeka. Wizara ya Maji HECO, kazi inaendelea na mtu wa mamando. Miradi mikubwa ya maji inatekelezwa kwa kasi. Pongezi kwa serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi CCM ndani ya ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2020 hadi 2025 kilitoa ahadi mbalimbali kwa Tanzania, kikiahidi iwapo kitachaguliwa katika uchaguzi wa mwaka huu wa 2020, moja ya vipaumbele vyake itakuwa ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama katika maeneo yao na kwa ukaribu zaidi. Chama hicho kilieleza kuwa upatikanaji wa uhakika wa huduma ya maji safi na salama, ikiwemo swala usafi wa mazingira, huchangia sana katika kuzuia magonjwa na hivyo kuimarisha afya na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla. Katika ibara yake ya 98 ndani ya ilani hiyo, kifungu kidogo cha 3 kinaeleza kuwa moja ya kazi kubwa itakayofanyika ni kuimarisha mfumo wa kitaasisi wa kusimamia sekta ya maji, ikiwa ni pamoja na kuanzisha wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, kazi ambayo tayari imefanyika. Tumsikilize hapa meneja wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoani Shinyanga, Mhandisi Juliet Payovela, akizungumzia malengo ya kuanzishwa kwa RUWASA. Naitwa Juliet Payovela, meneja ya RUWASA mkoa wa Shinyanga. RUWASA ni wakala wa maji vijijini na ilianzishwa kwa sheria namba 5 ya mwaka 2019 ya maji na usafi wa mazingira. Na lengo la kuanzisha RUWASA, yani historia yake ni kwamba kutokana na changamoto ya utekelezaji wa miradi maeneo hasa ya vijijini. Kipindi cha nyuma kabla ya hiyo Julai 2019 ilikuwa inasimamiwa na wenzetu wa halmashauri, lakini pia na rasi kwa maana ngazi ya mkoa. Sasa ikaonekana unakuta mradi unatekelezwa muda mrefu kutokuwa na sababu za msingi na fedha inakuwepo, au mradi unatekelezwa unakamilika, lakini baada ya muda mfupi maji yanakuwa hayatoki tena, yani huduma inakuwa itolewi. Lakini pia kuna wakati ilikuwa fedha zinapelekwa kwenye halmashauri zinapangiwa matumizi mengine, yani kinafanya kazi nyingine badala ya kusudi la kutekeleza miradi ya maji. Sasa lakini kitu kingine ambacho sasa ilibidi mamlaka zichukue hatua ni kwamba wataalamu ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye sekta ya maji walikuwa wanawajibika na mamlaka mbili. Ilikuwa ni Wizara ya TAMISEMI lakini pia na Wizara ya Maji. Kwa hiyo kitokea changamoto inakuwa ngumu kuchukua hatua kwa mtumishi husika au kuchukua hatua hata kwamba mamlaka kuichukulia hatua, TAMISEMI achukue hatua au ni Wizara ya Maji achukue hatua. Kwa hiyo inaonekana wanawajibika kwa watu wawili. Kwa hiyo sasa ikafikia hatua na kipindi cha Mheshimiwa Magufuli ikaamliwa kwamba itengenezwe wakala kwa ajili ya kusimamia shughuli zote za maji kwa maeneo ya vijijini. Ndio ikawa imeanzisha RUWASA. Kwa lengo lilikuwa ni kuondokana na hizo changamoto kwamba mradi unakamilika baada ya muda mfupi maji hayatoki kwa sababu ya usimamizi haueleweki, lakini pia fedha zinachepushwa na tumiko ya matumizi mengine na masuala pia ya kinizamu ilikuwa ni ngumu kwamba anachukua TAMISEMI anachukua hatua Wizara ya Maji. Kwa hiyo ndio kaka imeanzishwa RUWASA. Mhandisi Payovela hapa anaeleza miradi ambayo ilipangwa kutekelezwa ndani ya kipindi cha miaka 5, yani 2020 hadi 2025, na kwamba wamefikia 80% ya lengo walilojiwekea. Katika kipindi ambacho tumeanza RUWASA hiyo Julai 2019, tulikuwa tumepanga kutekeleza miradi 75. Lakini mpaka sasa jumla ya miradi 55 imekamilika, ambapo ni zaidi kama asilimia zaidi ya 80.
na miradi 20 ipo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa hiyo tuna wilaya 3 katika miradi hiyo ambayo tunasema miradi 55. Kwenye wilaya ya Kishapu tumekamilisha miradi 15 ambayo ina thamani ya bilioni 15.8, ambayo kwa ujumla miradi hiyo naweza nikasema baadhi ambayo ni tunaona imesaidia sana wananchi na imekuwa na impact kubwa kwa wananchi. Kwa mfano kuna mradi wa Lagana ule unaenda zaidi ya kilomita 32 na unatarajia kuhudumia vijiji 13. Kwa hiyo tumeanza awamu ya kwanza imekamilika na tayari vijiji 3 vinapata huduma kwa sasa hivi. Lakini pia kuna mradi unaitwa Ukenyenge. Ukenyenge ule tumetoa huduma kwenye kata nzima na vijiji 4. Zaidi ya watu 10,000 wanapata huduma. Lakini kwenye wilaya ya Shinyanga tumetekeleza miradi 20 katika ile 55 ile. Ambao kati ya hiyo kuna mradi unaitwa Mwenge Mwongozo. Ulikuwa ni mradi wa vijiji 6. Zaidi ya watu 24,000 wanapata huduma sasa hivi. Na ulikuwa na thamani ya bilioni 2.6 hivi. Lakini pia kuna mradi ambao tumetekeleza na wadau wetu wa maendeleo, wanaitwa Life Water, unaitwa Mwarukwa. Tumetekeleza kwenye kata nzima ya Mwarukwa na vijiji 4. Zaidi ya watu kama 7,800 wanapata huduma. Kwenye wilaya ya Kahama, wilaya kama ni kubwa, ina halmashauri kwa upande wa Ruwasa tunatoa huduma kwenye halmashauri 2 kati ya zile 3. Kuna Ushetu lakini pia kuna Msalala. Katika wilaya Kahama tumetekeleza jumla ya miradi nayo 20 katika ile 50. Moja ya miradi katika ile kuna mradi unaitwa Busangi, una vijiji 3 ambao ni pamoja na Busangi yenyewe ambao una thamani ya bilioni 5.3 na zaidi ya watu 10,000 wanapata huduma. Lakini pia tuna mradi kwa kule kwa Ushetu kwa Mheshimiwa Cherehani. Kuna mradi wa bilioni 1.2 unaitwa Mpunzi 77 na wenyewe una vijiji 3 ambao unahudumia watu zaidi ya 7,800 mnatoa huduma. Lakini pia hata Msalala pia kuna mradi unaitwa Mwazimba. Mwazimba nao umekamilika, unatoa huduma kwenye vijiji 3. Watu 11,000 wanapata huduma. Ni mradi wa bilioni 2.2. Kwa hiyo tunaona katika hiyo miradi ya 55 kila wilaya wamenufaika. Je, ni mafanikio yapi ambayo yameshapatikana tangu serikali ilipochukua maamuzi ya kuanzishwa kwa Ruwasa mpaka hivi sasa? Mhandisi Paovela anaendelea kuzungumza. Mafanikio ambayo tunaona toka imeanzishwa Ruwasa na kwa kipindi hiki cha miaka 5. Kwanza tunasema fedha zimeletwa kwa kiasi kikubwa tofauti na ukilinganisha hata na kule nyuma. Na ndio maana tumefikia hata angalau hata hiyo miradi ya 55 yote imekamilika. Bilioni 60 ni hela nyingi sana kwa muda huo. Lakini thamani ya hela inaonekana tofauti na kipindi kile kabla ya Ruwasa. Ile ilikuwa inaweza ikaja lakini ikafanya kwa matumizi mengine ambayo mwisho wa siku ile thamani ya mradi haionekani. Lakini pia kupitia hiyo miradi ambayo tumeitekeleza tumeweza kuwafikia wananchi wa vijijini 70% ya wananchi waishio vijijini. Hiyo na miradi mingine nayo inaendelea na tunaamini ile miradi ikikamilika tutafikia maelekezo ya ilani ile ya kwamba ikifika hapo 2025 tunaongelea Disemba tutakuwa tumefikia ile 85%. Kwa hiyo tunaona mafanikio makubwa ni tumefikia wananchi wengi hao 70% ya wananchi waishio vijijini. Lakini pia tumesaidia kupunguza magonjwa ya matumbo kwa wananchi. Kwa kuwajengea miradi ambayo inatoa maji safi na salama. Tumepunguza magonjwa ya matumbo, mfano kipindupindu. Kipindupindu ni nadra sana lakini huko nyuma ilikuwa kipindupindu kwa Shinyanga. Mara kwa mara unasikia kimelipuka hapa na mara nyingi hata sasa hizo ukifuatilia ikitokea eneo kuna mlipuko wa kipindupindu hakuna maji. Kwa hiyo tunaendelea na kujitahidi angalau tuwafikie wananchi wote ambao hawajapata maji. Kuna miradi inaendelea lakini pia kuna miradi mingine itaendelea kujengwa. Kama tunavyoelewa, kila penye mafanikio daima hapakosi kuwepo changamoto za hapa na pale. Mhandisi Paovela hapa anazungumzia baadhi ya changamoto zilizopo katika utekelezaji wa kazi zao za kila siku, ikiwemo swala la ukame kwa baadhi ya wilaya za mkoa wa Shinyanga. Katika utekelezaji wa miradi, changamoto tunaweza kuziona kwa namna 2 ambazo pia pamoja na kwamba tumetekeleza miradi hiyo mengi lakini kuna changamoto ambazo tunakutana nazo. Changamoto ya kwanza ni Shinyanga ni eneo kame.
Kwa hiyo upatikanaji wa vyanzo vya maji chini ya ardhi ndio ni changamoto kubwa sana. Na kwa bahati mbaya kuna maeneo tumeenda tunachimba visima, tunatumia resource, tunatumia hela, lakini mafuta kwa ajili ya kuendesha kuchimba kwa ajili ya mitambo ile ambayo inachimba maji tumetumia hela, lakini mwisho wa siku unapata hakuna maji, yani ni vumbi tu. Hasa Kishapu na Ushetu. Angalau maeneo mengi kwa mfano, yani kuna maeneo kwa mfano Shinyanga kuna baadhi ya maeneo ukienda unapata maji, lakini utakuta eneo kubwa na kwenye bado ila Shinyanga. Lakini kama kule angalau Msalala kuna maeneo unakutana na maji. Lakini Ushetu na Kishapu, tuna Kishapu ndo hali mbaya zaidi. Kwa sababu Kishapu kuna wakati hata kama ukichimba unaweza ukapata ukabahatisha, lakini yale maji sio hata yanafaa kwa matumizi, yanakuwa na chumvi nyingi sana. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo vyanzo vya maji. Ni kwa Ushetu naye bomba lilikuwa halijafika. Kwa hiyo kupitia juhudi za serikali ya awamu ya 6 tumeanza ujenzi wa ule mradi. Ni mradi mkubwa ambao unatarajia ukahudumia ndo 40 wa halmashauri ya Ushetu ambao tumesimama kwenyewe. Tuna changamoto kubwa kupata maji chini ya ardhi, ukichimba unapata hamna, ni vumbi tu. Yaani ukichimba unatumia hela, lakini mwisho wa siku upate chochote na hela inakuwa imeshaenda. Huna namna kuirudisha hela ya serikali. Kwa hiyo mradi wa Ushetu ni mkubwa kama bilioni 42 hivi. Umeanza kutekelezwa na mkandarasi yuko site anaendelea na kazi. Moto nyingine kwa upande wa wananchi, baadhi ya maeneo wamekuwa wakihujumu miradi. Kwa hiyo tunaendelea tu kwa kutoa elimu kwa wananchi kwamba hii miradi ambayo inajengwa serikali inaingiza hela nyingi kwa lengo la kuwasaidia kuwapunguzia adha ya maji. Kwa waitunze. Lakini kuna changamoto pia nyingine tumeiona tukipo karibuni, wananchi wanaacha yale maji ambayo tumejenga ambayo ni safi na salama. Wanatumia maji ambayo sio salama kwenye madimbu, sana mara nyingi wanatumia kwenye mabwawa madogo ambayo yametokana, inawezekana mvua ikinyesha, yale maji sio salama. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu pamoja na serikali za vijiji, tunashirikiana nao na viongozi wao kuwaelimisha kwamba wasitumie yale maji kuepukana na magonjwa ambayo wanaweza kuwapata. Magonjwa ya matumbo yale ya kuhara, kipindupindu. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu. Kitu ambacho tumekigundua, unajua kuna wakati wananchi wanakimbia gharama. Yale maji ambayo ya bomba ambayo ni salama kwa matumizi ya kibinadamu, yale kuna gharama kidogo wanatakiwa wachangie. Na zile gharama sio kwamba ni yanauzwa, sio biashara hivi. Ile ni kwa ajili ya kusaidia ule mradi uendeshaji. Kuna saa nyingine inawezekana kuna kipuli kaharibika, inatumika hela hiyo, lakini pia kuna wasimamizi tumewaweka pale ili kuhakikisha ile miundombinu ikitokea changamoto aweze kuifanyia kazi. Wale tunawalipa posho ndogo tu. Kwa hiyo angalau hiyo ambao wanachangia inasaidia kwa ajili ya shughuli zote hizo za uendeshaji. Kwa hiyo kuna kipindi wananchi wanakimbia hiyo gharama, wanaenda kwenye yale maji machafu, lakini bado hawajakimbia kwa sababu pia kitokea unaumwa, zile gharama ambazo ulizikopa kwenye kulipia maji kule unahamishia kwenye kujitibu. Kwa hiyo sasa tunaendelea kuwaelimisha kwamba waone umuhimu wa afya zao kuliko kutumia yale maji machafu, watumie maji ambayo ni salama. Wanachangia hela kidogo sana, ambayo hata ukisema ukitokea umeumwa inawezekana ikawa ni kubwa zaidi kuliko hata ungechangia ile hela ndogo. Ambao kwa maeneo mengi kwa vijijini eneo kubwa sana, ile hela ambayo iko juu zaidi ni kama 2500 kwenye madumu 50 au tuseme ndoo 50 za lita 20, au ndoo moja ile ndogo ndoo lita 20 shilingi 50. Na kuna sehemu inategemea na eneo kuna sehemu wananunua mpaka shilingi 30 ile ndoo lita 20. Kuhusu matumizi ya gharama nafuu za uendeshaji, Mhandisi Pavela anasema RUWASA pia imeanza kutumia mitambo ya kusukuma maji inayotumia umeme jua katika baadhi ya maeneo ya miradi yake. Tunaangalia teknolojia ambazo zipo. Sasa umejua ni gharama rahisi zaidi hasa kwenye uendeshaji wa mradi. Yaani gharama za uendeshaji wa mradi inakuwa ni hela ndogo sana. Kwa hiyo hata wale wanaotumia maji yanategemea umeme jua wanalipia hela ndogo sana kwenye uendeshaji. Kwa hiyo ile ni teknolojia ambayo pia inapunguza gharama, tuseme hivyo. Gharama ya ujenzi lakini pia gharama ya uendeshaji wa mradi kwa ujumla. Kama mmewajua baadhi ya maeneo, kwa sababu unavyokuwa ukichimba kisima ukapampa maji kwenye tenki, unahitaji nguvu ya kusukumia. Sasa unaanza kutumia umeme,
unaweza kutumia generator, lakini pia hata hiyo umeme jua. Ili miradi inayojengwa na RUWASA iwe endelevu na kuweza kutoa huduma kikamilifu kwa wananchi, lazima pawepo na chombo cha kusimamia miradi husika. Msikilize hapa mhandisi Payovela akielezea kinachofanyika baada ya ujenzi wa mradi kukamilika. Tukijenga miradi, ukishakamilika mradi, katika eneo la uendeshaji tunawakabidhi CBOSO. CBOSO ni chombo ambacho kinasimamia utoaji wa huduma pale ambapo mradi umeshakamilika, tunawakabidhi wao. Na wao wameundwa kwa mujibu wa sheria ile ambayo iliundwa RUWASA. Hiyo namba 5 ya mwaka 2019 ya maji na usafi wa mazingira. Utaratibu wa kuwapata wale ni kwamba meneja wa wilaya ndo anafanya mchakato wa kuwaunda kwa kuwa na wajumbe 9. Yaani kwa kuna mikutano ambayo inafanyika kwa wananchi kule, kwa sababu wale wanachaguliwa, wale wajumbe wa bodi wanachaguliwa na wananchi wenyewe, sio kwamba tunawachagua sisi, hapana. Kwa hiyo meneja wa wilaya anafanya utaratibu, kuna mikutano inafanyika kwa ajili ya wananchi wachague wale wajumbe 8, afu wa 9 wanakuwa ni watumishi, yani watumishi ambao wanaajiriwa kusimamia uendeshaji. Kwa hiyo kuna wale watendaji wa kila siku ambao wanasimamia miundombinu ikipita changamoto, simetokea leakage wanaenda, imetokea koki imeharibika wanaenda wanatengeneza. Kuna hao ambao wanaitwa ni watumishi. Lakini wajumbe wa bodi ndio wanasimamia hao watendaji. Kwa hiyo wao ndio wanapatikana kwa wananchi wale. Kwa hiyo sisi ndo RUWASA inavyokamilisha mradi na wakabidhi wale wajumbe wa bodi kuendesha mradi, sababu wale ni wananchi wao wenyewe kwa ajili ya kuumiliki ule mradi, sababu ni eneo lao lile. Hatuwezi sisi RUWASA tukasomea mradi. Sababu wao ndio wanatumia maji. Kwa hiyo tuna hapa wale kama wanakuwa kama wanawakilisha wananchi wenzao kusimamia ule uendeshaji wa ule mradi. Wale wanafanya kazi kwa miaka 3. Kwa miaka 3 ikiisha anakuja mwingine. Kwa hiyo ndio sasa ni swala endelevu. Kwa hiyo kila anavyounda mwingine tunamuelekeza kwamba majukumu yako ni hiki na hiki na hiki, utaishia hapa. Alafu yule mtendaji naye atafanya hapa mpaka hapa. Wala wanasoma miradi RUWASA kuna watumishi ambao wanaajiriwa na chombo na ile bodi. Wale wanafanya kazi za kila siku za mradi. Kwa wale huwa wanalipwa. Ndio wao watumishi ambao wanasimamia uendeshaji wa mradi wanapata posho. Kuna kiasi ambacho bodi imepanga kwenye vikao vyake kwamba mtumishi huyu fundi tutamlipa kiasi fulani. Kwa kila mwisho wa mwezi wanalipwa ile posho au ni mshahara wake ambao amempangia, analipwa kutokana na makusanyo ya mradi. Kutokana na mafanikio ambayo yamepatikana katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji katika maeneo ya vijijini, hapa mhandisi Payovela anatoa maombi kwa wananchi. Kwa hiyo niwatake wanawake wenzangu wa vijijini wawe mabalozi na waitunze miundombinu ya maji, ili sasa lengo la Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan la kumtua ndoo mama kichwani ikapate kutimia. Wao ndio walikuwa wahanga wakubwa kwenye swala la maji, kwa sababu wao ndio wanafuata maji kwa ajili ya familia. Na ilikuwa kabla ya miradi ambayo tumejenga, mkia anambia anafuata maji zaidi hata kilomita 5, 6 hadi 10 anafuata maji. Tena maji hata anafuata na wenyewe bado sio salama. Lakini kutokana na kwamba hakuna namna nyingine, inabidi tuwafuate hayo umbali mrefu. Lakini wawe mabalozi kwa wananchi wengine kwa ajili ya utunzaji wa miundombinu, kwa sababu inawasaidia na wao ndio wanaohangaika kutafuta maji. Kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga, hasa wale wanaoishi vijijini. Sisi tunaoishi mjini, mjini tumestaarabika. Kwa upande wale wa vijijini, tuwaombe waitunze miundombinu ile ambayo tunayoinunisha. Serikali inaweka hela. Lengo ni kuondolea adha kupata maji. Kwa hiyo kwa sababu serikali inakuwa imeweka hela pale, basi tuitunze ile miundombinu. Lakini la pili, kwa ajili ya kusaidia uendeshaji wa mradi na uendelevu wa mradi, tuchangie bili za maji. Ile sio maji, sio biashara, ni huduma. Kwa hiyo tuchangie gharama ya huduma ili miradi ile iweze kuwa endelevu. Tunashukuru hizi tunatumia mifumo ya GPG kama ilivyo mamlaka. Kwa hiyo nao wanalipa kwa control number kule kijijini. Kwa hiyo kuna vyombo vinasimamia kule, kuna watendaji wapo, wananchi kama hawaelewi namna kulipia kwa control number, watendaji wapo, wafuate au wapigie simu. Kuna simu wanazitoa simu zao, wapigie simu muda wote, au kama inashindikana meneja wa wilaya wapo maeneo yao. Lakini pia hata meneja wa mkoa ikifika imeshindikana, mwananchi amekosa msaada kabisa, anaruhusiwa kupiga simu kwa meneja wa mkoa au kwa meneja wa wilaya.
Kwa hiyo tuwaombe wananchi wachangie gharama za uendeshaji wa mradi kupitia bili ambao wanalipa kwa kupitia control number, na sio kutoa hela mkononi, yani wasikabidhi hela mkononi kwa wale watendaji. Miradi hii ya maji inapoanzishwa imekuwa ikienda sambamba na uundwaji wa kamati za watoa huduma za maji ngazi ya jamii maarufu kwa jina la CBOSO, ambazo huongozwa na mameneja na wajumbe wapatao 9 wanaochaguliwa na jamii, ambao hapa wanatoa ushauri na maombi yao kwa RUWASA. Kwa majina naitwa Donald Sai Kija. Ni meneja wa CBOSO ya Fufumo. CBOSO ya Fufumo ina kata 5. Kata ya Ntobo, kata ya Segese, Chela, Shilela na kata ya Mega. Kwa ujumla hali ya mwitikio ya wananchi kutumia maji ni mkubwa sana. Ukilinganisha na ukanda huu, kuna sehemu baadhi zina ukame sana. Kama hapa Ntobo hapa kuna ukame mkubwa. Kwa maana hiyo toka mradi umekuja kwa kweli kwenye DP watu wanashinda wanachota hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa jina naitwa Emmanuel Michael Jagadi, ni mwenyekiti wa kamati watu wa huduma ya maji Bunema, kata ya Ukenyenge, Kishapu, Shinyanga. Moja ya majukumu yetu ya kamati katika chombo hiki, moja ni kuwakilisha kero ambazo zipo kijijini kwa wananchi, kuzileta kwa wafanyakazi. Pia kuchukua yaliopo kwenye ofisi ya watu wa huduma kuyapeleka kwenye kijiji, na maanisha wananchi, kuwaelewesha kwamba mradi uko hivi na hivi, huduma inaenda hivi na hivi. Ndio kitu tunachokifanya. Naishukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuunda hizi kamati, kwa sababu hizi kamati zinasaidia kutatua changamoto zilizopo kwenye mradi, kutatua changamoto za wananchi kwa wakati, na wananchi wanapata elimu kupitia sisi jinsi ya utumiaji wa maji na salama. Mpaka sasa kwenye kata yetu wanufaika wa mradi huu ni zaidi ya wananchi 15,000. Wananchi waliovuta maji majumbani kwao ni 269. Mradi umelenga kufikia vijiji 15. Mpaka sasa vijiji ambavyo vimefikiwa na huduma hii ya maji ni vijiji 8. Bado kazi inaendelea, na natumaini kwa serikali hii ya Mama Samia Suluhu Hassan itatimiza malengo haya kwa wakati. Sisi kama wajumbe tunaiomba serikali itusaidie kwa wananchi. Mfano mwananchi anahitaji kupeleka maji majumbani, unakuta bomba liko mbali na eneo analoishi. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji serikali ijaribu kumpunguzia mwananchi gharama. Sisi kama kamati tunaiomba serikali tuangalie namna ya kutusaidia sisi tupate mafunzo jinsi ya mfano semina hizi, jinsi ya kuelimisha wananchi jinsi ya kutumia maji na kuyalinda maji. Tulikuwa tunaiomba serikali ifanye hivyo, kwa sababu toka tuingie kwenye kamati hatujawahi kupata mafunzo ya aina yoyote. Ombi jingine kwa serikali ituangalie sisi wajumbe, angalau tuwe tunapata posho kwa mwezi, kwa sababu mpaka sasa tunajitolea hii kazi. Unakuta upo sehemu unafanya kazi za kifamilia, lakini unaitwa inakubidi uondoke uende kwa hudumia wananchi. Kwa hiyo tunaiomba sana serikali tuangalie na sisi angalau tuwe tuna posho angalau kwa mwezi. Kwa majina naitwa Jema Mkupa, ni meneja wa CBOSO ya Nyabuki, wilaya ya Kahama. Hapo awali kabla ya mradi, wananchi wa Bukomela walikuwa wanapata shida sana kupata huduma ya maji, kwa sababu walikuwa wanatumia visima vya kuloa, tunasema local wells zile, ambazo kipindi cha kiangazi zilikuwa zinakauka. Inawafanya wananchi kutembea umbali mrefu kwenda kutafuta huduma ya maji. Lakini kwa sasa toka mradi huu umeweka, wananchi kwa sasa wamenufaika, wanapata huduma ya maji majumbani mwao. Kwa majina naitwa Asimwe Jamson, ni manager wa CBOSO kata ya Ngaya.
kwa maana yake ni msimamizi mkuu wa chombo cha watoa huduma ya maji ngazi ya jamii kata ya Ngaya. Kwanza CBOSO maana yake ni chombo cha watoa huduma ya maji ngazi ya jamii. Uwepo wa hizi CBOSO zimesaidia kwa kiwango kikubwa jamii kunufaika, sasa hizi jamii zinazoishi maeneo ya vijijini, kwa sababu mwanzoni zilikuwa hazitumii maji safi na salama. Kwa maeneo ya vijijini walikuwa wanatumia maji ya kwenye madimbwi, ambapo pia hayo maji walikuwa wanakuta sio salama, yanawapelekea kuumwa magonjwa mbalimbali kama vile typhoid, magonjwa ya kuhara. Lakini baada ya kuja hizi RUWASA zikaunda CBOSO kwa sheria namba 5 ya mwaka 2019, ikaundwa hivi vyombo kwa ajili ya kutoa huduma ya maji ngazi ya jamii. Kwa jamii zimenufaika kwa kiwango kikubwa. Sasa hivi asilimia kubwa watu wanatumia maji safi na salama kwa wananchi wanaoishi vijijini kwa shughuli mbalimbali kama vile kupika, kunywa, kuoga. Moja ya majukumu ya CBOSO ni kuhakikisha wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini wanapata maji safi na salama. Pia majukumu mengine ya CBOSO ni kuhakikisha inafanya matengenezo ya hii miradi ambayo inajengwa maeneo ya vijijini, kwa sababu bila matengenezo mwanzoni ilikuwa miradi inajengwa hakuna CBOSO, miradi hiyo inapelekea kufifia na kuharibika miundombinu yake. Kwa serikali inaingia pia gharama kubwa kufanya matengenezo. Lakini baada ya kuja CBOSO zinakusanya hela, zinajiendesha zenyewe, zinafanya matengenezo. Kwa hiyo inasaidia miradi kuwa endelevu kwa maeneo ya vijijini. Ushauri wangu ili CBOSO ziweze kuwa endelevu, kwanza kabisa inabidi ziajiri wataalamu wa muda mrefu. Watu waachane na kuajiri watu wa mikataba. Waajiri wataalamu watakao kuwa permanent, wapewe ajira kutoka serikalini, wawe ni permanent. Kwa majina naitwa Michael Wambura, ni meneja au msimamizi mkuu wa chombo chetu cha utoaji huduma ngazi ya jamii katika CBOSO hii ya Nyang'wa. Mradi huu umewekwa mahususi kwa ajili ya kusambaza maji kutoka katika hichi kijiji cha Zumbe kuyapeleka katika kijiji cha Masekelo. Na hapa tupo katika booster pump ambayo pembeni yetu amejenga tenki kwa ajili ya kupokea maji yanayosukumwa kutoka kule kwenye chanzo. Maji yakishahifadhiwa hapa kwenye tenki hili yanaweza yakabustiwa pamoja na pampu iko pale kwenda kwenye kijiji cha Masekelo. Hivyo mradi huu utaweza kunufaisha wanakijiji wa kule Masekelo pamoja na vijiji jirani. Hivyo tunaishukuru sana serikali kwa kutuletea mradi huu, kwani itaweza kutatua changamoto ya maji katika eneo letu hili. Naitwa Witness Hilary Msuya, ni msimamizi wa mradi huu wa maji wa Nyankende ambao una kilomita 15. Kilomita 15. Hudumia wateja 84 ila wanufaika wote wa mradi 4084 kwa ujumla. Baada ya mradi huu kuingia hapa mwaka 2021, tumefanikiwa kuvutia wateja wa majumbani maji, wateja 84, taasisi 19 pamoja na wateja wengine ambao wanatumia maji ya kwenye magati wa jumla yao 4020. Kabla ya mradi kufika hali ilikuwa ngumu, watu walikuwa wanahangaika sana kupata huduma ya maji, walikuwa wanatumia maji ya visima ambayo sio maji safi na salama, na pia maji ya visima hayajatibiwa. Kwa hiyo yalikuwa sio maji mazuri kwa watu kutumia, watu walikuwa wanateseka. Changamoto za kifamilia zilikuwa zinaongezeka, zinakuwa nyingi kwa sababu watoto wanashindwa kwenda mashuleni, wanafuata maji maeneo mbalimbali, kiasi ambacho kinafanya mambo kurudi nyuma. Taasisi za umma tunazo 7, zikiwemo shule za msingi, sekondari, zahanati ambazo tunahudumia na zinanufaika na mradi huu wa maji wa Nyankende. Ushauri wangu kwa serikali ili CBOSO ziweze kufanya kazi vizuri ni ushirikiano mkubwa uongezeke, kuwapa ushirikiano CBOSO hizo ndogo kufanya clustering, kwa sababu kuna CBOSO nyingine ni ndogo sana kiasi ambazo zinashindwa kujiendesha, huduma inarudi nyuma. Kwa hiyo serikali tunaomba ingefanya clustering kwenye CBOSO ili kuifanya CBOSO ziwe kubwa na namna ya huduma iweze kupatikana na uendeshaji. Kuziunganisha CBOSO, yani mfano kama hichi kijiji cha Nyankende ni CBOSO inajitegemea na cha Isanga CBOSO inajitegemea, ziunganishwe kwa pamoja kuziongezea nguvu na uwezo ili ziweze kujiendesha na kutengeneza kitu kikubwa zaidi.
Baada ya kusikiliza kuhusiana na ushiriki wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, mafanikio pamoja na changamoto ambazo zimeelezwa, hebu sasa tuwasikilize wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya vijiji vilivyopo mkoani Shinyanga wakielezea kuhusiana na changamoto ambazo walizipata kabla hawajafikishiwa huduma ya maji safi na salama na RUWASA na shukrani zao wanazitoa kwa serikali. Kwa majina naitwa Anastasia Maroda Masanja, mkazi wa kijiji cha Ngundangali. Kwa kweli hali kipindi ya ujanza mradi wa RUWASA ulikuwa ni hali ngumu. Kwa maana maji yalikuwa ni ya shida sana. Upatikanaji wake ilikuwa tunayafuata Mto Tungu. Wakati mwingine tunachimba visima. Na visima hivi vilikuwa yanapatikana maji ya chumvi ambayo yalikuwa sio mazuri kwa binadamu. Yaani umbali ni kama kilomita 8 kwenda tu. Kufikia kama kipindi cha kiangazi hali ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu unaweza ukaenda asubuhi umeenda saa 1 au saa 12 unatoka huko hata saa 6. Ukienda muda wa saa 6 unaweza kurudi jioni. Yaani unaweza ukapata hata madumu 2 matatu kwa sababu inabidi mgawane kidogo kidogo na wengine. Yaani ukishaleta hayo madumu, kwa mfano umeleta madumu 3 inabidi mjinyie madumu moja ndio muoge familia nzima. Kama ni jagi moja, kama ni jagi 1.5 inabidi mjigawe hivyo hivyo. Yaani mnaweza mkaoga kwa kweli familia nzima. Kama ni watu 5 hilo dumu mnaweza mkaoga hilo dumu moja. Ikishindikana kabisa mnaweza wakaoga watoto, wakubwa mnalala bila kuoga. Kufua ilikuwa inabidi tuende mtoni kuyafuata huko. Na kwenye alikuwepo yani tulikuwa tunagawanyisha visimu, unakuta kuna kisima kingine ni kwa ajili tu ya kufulia ambacho kina uafadhali kidogo, hakina chumvi sana, ndio mnachukua hayo maji ya kunywa. Yaani unaweza kukuta wanyama wanakunywa humo kama ni fisi, kama ni mbwa wanakunywa humo wanakiondoka, mnachota hayo kwa sababu ukisema kwamba tena uyamwage yale, yani unaweza ukakosa maji kabisa. Kwa maana hiyo tulikuwa tunachangia wanyama na binadamu ni hayo. Yaani toka mradi umeingia, serikali sana, yani serikali ya Mama Samia. Kwanza kina mama ametusaidia pakubwa sana. Kwa sababu mpaka wakati mwingine tulikuwa tunashindwa yani kufanya hata majukumu ya kwetu binafsi. Yaani unashinda unaangalia yani ni maji. Kwa sababu sana mama ndio anayehangaika na kutafuta maji. Kwa sasa yani tuko vizuri kwa sababu maji tunayachukulia karibu. Kwa jina naitwa Enos Shema, mzaliwa wa kijiji cha Ngundangali. Kipindi cha kiangazi hali ilikuwa mbaya sana. Kabla ya huu mradi maji tulikuwa tunayapata mto Tungu. Kilomita tuseme takribani kilomita 8 kwa kwenda. Kwa hiyo hali ilikuwa si mbaya sana. Baada ya huu mradi kuingizwa katika kijiji chetu, hali ikaonekana kuwa nzuri. Maji yakawa yanachotewa karibu, utafutaji wake wa maji ukawa rahisi, watu wajitwishi wengine kichwani. Alafu matumizi yake yakawa kwa wingi sana, kuoga, kufua na kunywa. Kwa hali hiyo, huu mradi umeboresha sana maisha ya kijiji chetu au katika eneo letu hili la Ngundangali. Na watu wanaishi vizuri tu na wanazidi kushukuru tu kwa waliouingiza huu mradi. Yaani serikali wanaishukuru sana serikali kwa sababu imewaboreshea uchotaji maji. Kwa sasa hivi serikali ya Mama Samia naishukuru sana na ninaiombea kwa Mwenyezi Mungu hata yeye naomba aendelee kwa awamu inayokuja, na tunamuombea sana apate ushindi mkubwa sana ili apambane na kuendeleza na kumalizia miradi ambayo imesalia huko. Kwa majina naitwa Eva Edward, mkaaji wa Uchunga, kitongoji cha Mwakasumbi. Yaani kusema ukweli, zamani tulikuwa tunahangaika mno maji. Tulikuwa tu watu wanafuata umbali wa kilomita hata 8 kwenda kutafuta maji. Wakati mwingine walikuwa wanachimba mavisima, maji yao yalikuwa mabaya sana. Tulikuwa tunatumia maji yenye chumvi. Yaani kihalisia uogaji, tulikuwa tunaoga maji kidogo kidogo, unajinyima hivyo wakati mwingine unaacha tu kuoga ili maji utumie pale nyumbani. Kufua hivyo, kuhangaika. Kwa sasa tunamshukuru mama kwa kutuletea huu mradi, tunapata maji mazuri. Namshukuru Mama Samia, tunaomba Mungu amzidishie miaka 5 tena ili aendelee kutuongoza, endelee na kutusogezea miradi mingine. Mimi kwa majina naitwa Salumu Josefu, mkazi wa hapa Butungwa. Zamani hali ya maji ilikuwa ngumu sana. Tulikuwa tunahangaika kupata maji. Maji tulikuwa tunakunywa kwa shida. Kwanza tulikuwa tunakunywa maji machafu sana kwa sababu ya shida. Sasa hivi tumepata maji safi sana. RUWASA wametufanyia mpango mzuri sana wa maji.
Sasa hivi tunatumia maji mazuri, tunakunywa maji safi na salama. Unaona, katika kitongoji cha Ibembele, tawi la Butungwa, kata ya Bupigi, tumepata maji safi kabisa, yani na salama. Kwa majina naitwa Katarina Isaya Kamuga wa kijiji cha Butungwa. Yaani tulikuwa tunaoga maji, unaweka maji kidogo, unaogesha watoto, unamaliza wewe mkubwa hata siku 2-3 hujaoga. Maji yalikuwa ya shida. Sasa hivi hamna shida. Tunashukuru sana tena sana, tunapongeza. Tulikuwa tunahangaika na usumbufu wa maji. Sasa hivi maji tunapata kwa urahisi. Tulikuwa tunatembea kufuata maji kutoka asubuhi mpaka hata saa 9. Sijafika nyumbani, nafika kwenye limti na tua ndoo na pumzika. Sasa hivi tunafurahi mno tena sana. Kwa jina hata kwangu Ruhende, mwenyeji wa kijiji cha Butungwa, kata ya Bupigi, wilaya ya Kishapu, mkoa wa Shinyanga. Huduma ya hapa kijiji chetu cha Butungwa hapa, maji tulikuwa tunatoa mbali sana, wanawake tulikuwa tunasumbuka sana hali ya maji. Tunachota kwenye kisima kibofu tu ili mradi mnakunywa maji. Kwa kweli tulipoletea mradi wa kwenye kijiji chetu cha Butungwa, wakina mama wote tumefurahia na tunakunywa maji safi na salama katika kijiji chetu cha Butungwa na kata yetu ya Bupigi. Kwa hiyo mama yetu Samia Suluhu tunamshukuru kwa kutuletea maji na huduma pia ya umeme tumepata. Kwa majina naitwa Maria Paulo Mbogo, mkaaji wa kijiji cha Butungwa, kata ya Bupigi. Hali ya maji ya kijiji cha Butungwa, tulikuwa tuna shida sana na maji. Tulikuwa tunafuata maji kwenye mto, kwenye makisima. Tulikuwa tuna shida sana. Sasa hivi yani tuko vizuri tu. Yani tunamshukuru Mama Samia, tunampa pongezi na tena tunampa kula za ndio nyingi za kushinda, kwa sababu ametutua ndoo za maji kichwani. Sasa hivi tuko vizuri tu, tunachota maji kwa karibu. Tulikuwa tunahangaika na maji. Kwa majina naitwa Sadala Malongo, ni mjumbe wa kamati ya watoa huduma wa maji Sibioso, kata ya Lagana. Hali ya usafi wa mazingira ilikuwa ni ngumu sana. Ilikuwa kwanza mtu kwenda na maji chooni ilikuwa ni kitendawili. Ukichukua maji ni migogoro, kwamba hayo maji unayaharibu. Mtu alikuwa anaona bora atumie mawe au karatasi kuliko kutumia maji. Kwa hiyo kifamilia huu mradi umeleta faraja kubwa. Lakini pia kuoga, mtu kukaa siku 2 siku 3 bila kuoga ilikuwa kitu cha kawaida. Maji unafuata mnaleta kwa bajeti. Ikitokea umenunua drum moja unanunua kwa shilingi 5,000, maana lita 20 shilingi 500. Kwa hiyo ukienda kuoga na maana ile maji unakadiriwa, lakini pia ulikuwa una uwezo wa kuoga kila siku. Lazima sasa na wewe usafi wako ubudget. Kama ni wiki na siku 7, unaoga mara 3 kwa wiki au mara 4, zile siku 3 unakuwa unajipaka tu maji. Kwa majina naitwa Edward Emmanuel Bonda, ni mwenyekiti wa Sibioso hii ya Mwamasa. Hali ya magonjwa inayoletelezwa na maji yetu, hususan kipindi cha nyuma, imepungua kwa asilimia kadhaa. Kwanza tunashukuru Ruwasa kutuletea mradi kama huu, mradi mkubwa, umetatua baadhi ya changamoto tulizokuwa tunazipitia. Kwa kweli tunashukuru sana Ruwasa, iendelee kuboresha miundombinu ili miradi kama hii iendelee kutunzika. Kwa jina naitwa Chausiku Gama, mjumbe wa kamati ya maji Bunema, kata ya Ukenyenge, Kishapu. Sisi kama kamati kuona kama miundombinu inaenda vizuri, wahitaji wa maji wanapata maji kwa uhakika, lakini pia kama kuna tatizo lolote litakalojitokeza, mimi kama mwanamke lazima niwakilishe ofisi husika kwamba hapa kuna tatizo fulani. Serikali tunaishukuru kwa kuunda hii kamati, lakini pia tunaishauri iongeze miundombinu, kwa sababu kuna wakati mwingine maji yanakatika bila kujua wananchi yanakatika wakati gani. Kwa jina naitwa Suzana Mwanzalima Mayala, mjumbe kamati ya toa huduma ya maji Bunema, kata ya Ukenyenge, wilaya Kishapu, mkoa wa Shinyanga.
Tikana kwa maji haya, yani changamoto za kwenye ndoa zetu zimekwisha. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi wa maji. Kwa tunaamka pengine saa 10 za usiku au saa 11. Akina baba walikuwa wanatusumbua sana. Wanahofu, wewe unaamka saa 10 mpaka sasa hivi hujarudi kuchota maji, ulikuwa na kazi gani au ulikuwa na wanaume zako huko mtoni? Changamoto zilikuwa ni hizi. Kwa jina langu naitwa John Rugembe, nipo kijiji cha Negezi, kata ya Ukenyenge, pia ni mwenyekiti wa kitongoji hiki ambako tenki la maji limejengwa. Hali ya nyuma kupitia maji au upatikanaji wa maji ulikuwa wa shida sana. Kwa sababu tulikuwa tunaendea maji ambayo ni safi kwa macho, ni kilomita 3 zaidi. Tulikuwa tunafata wakati mwingine kwenye tololi, kwenye kichwa, kwenye baisikeli, kwenye mkokoteni. Lakini pale ukifika tena kuna foleni. Ukienda saa 9 za usiku unarudi saa 4 asubuhi au saa 5. Ukichelewa zaidi unashinda huko. Tulikuwa tunachangia maji na wanyama, kwa mfano ng'ombe, fisi na wanyama wengine, mbwa na watu wengine ambao wenye akili mbovu wanaogea kwenye kisima cha kunywea maji. Unaona? Kwa hiyo tunakunywa maji ambayo tuna wasiwasi nayo kiafya. Kwa hiyo kupitia mradi huu sasa hivi tunakunywa maji safi na salama. Kwa hiyo mradi huu umetukomboa. Tunapata maji safi na salama. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru pia serikali yetu, pia na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu amewezesha serikali yetu kuipa nguvu ya kufanya hiyo kazi, kutusaidia wananchi wake. Kwa majina naitwa Ana Tungu Nyama, ni mwenyekiti wa Sibioso Pasamashi, ina maana kata 2, Mwarukwa na Pandagichiza. Kwa kweli kwanza nitaanza kumshukuru mama yetu Mama Samia kwa kazi nzuri aliyotufanyia. Maana yake asingekuwa Mama Samia labda hata haya tusingeyapata. Lakini tunamshukuru sana Mama Samia pamoja na serikali iliyokaa ikajadili kwamba wananchi tuwapelekee huduma ya maji. Tulikuwa kweli na shida ya maji. Maji kuyapata ilikuwa kama kilomita 5. Kutoka Bulambira ukapate Mwarukwa, ukapate Odishinyanga, ndio ukapate maji. Wananchi ambao walikuwa hawajiwezi, ina maana walikuwa wanaharibu hela zao kufuatiwa maji mpaka Odishinyanga. Kila dumu 1,100. Lakini kwa sasa watu wanajipatia maji wengi sana waliovuta kwenye makaya na ya serikali. Ina maana sasa hivi hatuna shida ya maji. Ng'ombe wanakunywa maji salama. Binadamu tunakunywa maji salama. Na tumegundua kumbe maendeleo yanaletwa na maji. Kwa kweli siku hizi usalama wa ndoa umekaa vizuri. Tulikuwa tunaamka saa 11, saa 12. Unamwacha mume wako, unafuata maji. Unaenda kuyapata maji, ni foleni mmepanga na maji ya kusubiriana. Ukarudi saa 4, saa 5. Pale ugomvi wa ndoa tayari. Ukienda mchana ina maana utarudi hata saa 1, saa 2. Na ambapo mwanamke utakiwi kufika saa 2 nyumbani. Pale vurugu sasa inaanzia hapo. Mwenzio hajui kwamba ulienda kuchelewa kwa shida ya maji. Lakini sasa hivi kwa kweli ndoa zetu ziko imara. Kwa jina naitwa Kristina Isaka, mkazi wa Bulambira. Kabla ya huduma ya maji haya tulikuwa na shida sana kupata maji. Tulikuwa tunafata kwenye Mwarukwa, kwenye bwawa lile la Mwarukwa. Yaani ukikosa basketi, yaani siku hiyo una shida sana. Alafu mpaka uende asubuhi saa 10 au saa 11 ndio unarudi, au saa 4, saa 5 mnapata maji. Na ng'ombe vile vile walikuwa na shida sana maji. Tena tunashukuru sana Samia, naye tunamshukuru sana, mradi huu ameuleta pamoja na Ruwasa Life Water, ndiye wamefanya mradi kama huu. Tunashukuru sana. Maji tunayo yani karibu mno. Naitwa Wilson Gwisu, natoka kijiji cha Bulambira. Kabla hajaanzishwa huu mradi tulikuwa tunasumbuka sana kunywesha ng'ombe wetu. Tulikuwa tunafuata maji tunapeleka kwenye mabwawa kunywesha. Baraka inakauka, tulikuwa tunasumbuka sana. Tulikuwa tunahangaika kufuata mbali sana. Wakati wa kiangazi, yani hali ilikuwa ngumu sana. Ile hali kwamba tulikuwa tunateseka sana kunywesha mifugo na hata matumizi yetu ya kawaida
Kikubwa serikali tunaishukuru na ilivyo hali kama sasa hivi tunapata maji vizuri sana, na huduma kama ya maji hatuhangaiki kama tulivyokuwa tunahangaika zamani. Kiukweli sisi wanadamu tunapata maji safi na salama, na mifugo yetu inapata maji bila wasiwasi. Naitwa Ngasa Sostene Simboje, mkazi wa kata ya hii ya Mwarukwa na kijiji hiki cha Mwarukwa. Jambo la kwanza ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ametutambua sisi wananchi. Kata hii ya Mwarukwa haikuwa na maji kabisa yaliyo safi na salama, lakini leo tunavyozungumza kila kijiji kina maji. Taasisi zote, mashule, zahanati na hadi makanisa wana huduma ya maji safi na salama. Lakini kila kitongoji kuna gati la kuchotea maji. Kwa hiyo kwa ujumla huduma zote zimepelekwa za maji kwenye vitongoji vyote. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kabla ya mradi huu wa maji ambao umetekelezwa na Life Water International chini ya Ruwasa, hali ilikuwa mbaya sana. Tulikuwa tunatumia chanzo kimoja ambacho ni bwawa. Bwawa hili lilifikia hatua na lenyewe likakauka, na tukaanza kuchimba mashimo ili kuweza kupata maji ambayo yanatokea chini. Lakini kwa upendo mkubwa kabisa wa mama yetu Samia Suluhu Hassan, na lenyewe alilitambua, akatuletea zaidi ya milioni 600 kwenye ukarabati wa bwawa. Bwawa liko chini kule, lina maji ya kutosha na limetengenezewa huduma ya mifugo kwa kijiji kimoja cha Mwarukwa. Kwa hiyo nitoe wito na ombi kubwa kwa Wizara ya Mifugo, watusaidie, watenge bajeti kwa ajili ya kutengeneza mabirika kwa ajili ya mifugo hawa, kwa sababu tunavyofahamu mifugo akitembea umbali mrefu wanachoka na kiafya wanaweza kuwa na afya mbovu. Kwa hiyo niombe sana Wizara ya Mifugo walibebe hili, kwa sababu Wizara ya Maji wametekeleza jukumu lao chini ya maelekezo ya rais wetu mpendwa. Majina naitwa Leonard Shija Ndogani, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Zumve. Hali ya maji ilikuwa ni mbaya sana. Kwa sababu hapa tulipo maji tulikuwa tunayapata ni kilomita 1.5 ambayo tena ni ya chumvi. Kwa hiyo hali ilikuwa ni mbaya sana, hasa kwa miezi hii ilikuwa ni mbaya mno. Lakini kutokana basi na mradi huu wa maji, yani saizi tuna amani imesaidia sana katika upatikanaji wa maji. Yani watu sasa wana amani safi, huduma ya maji inaenda safi, tusha hali mbaya pengine ya amani. Kwa sababu mwanzo kwa kipindi hiki mara nyingi watu walikuwa wanahangaika kwenye marambo labda pengine ya watu. Kwa hiyo unapomfuata mwenye rambo kupata maji, tayari hapo mnakuwa na ugomvi, kwa sababu na yeye hataki mchote maji yake. Lakini saa hizi hiyo shida haipo. Kwa hiyo hali ya mradi huu umesawesha kuleta amani kubwa sana katika kijiji hiki cha Zumve. Kwa jina naitwa Bundini Matthew Mungo, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Ishinablandi. Kwanza nianze kwa kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na mama yetu Jemedari mkuu wa majeshi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli serikali anaongoza vizuri sana na amekuwa kiongozi ambao kwa kweli ni wa mfano. Maana kabla ya mradi huu wananchi wa Ishinablandi walikuwa wanateseka sana juu ya maji. Maana maji walikuwa wanayapata mtoni kule, wanaenda kukumbana na maafisi, wanachangia maji na maafisi kule mtoni. Lakini baada ya huu mradi kwa kweli wananchi wanapata maji salama kabisa. Kulikuwa na magonjwa ya matumbo, vichocho, lakini mpaka sasa hivi kwa kweli hayo maradhi yamepungua kwa asilimia kubwa sana. Maana wanapata maji safi na salama ya kupitia mradi huu wa Ruwasa ambao ulitufikia mahali hapa. Kwa jina naitwa Glory Po wa Ishinablandi. Kijiji cha Ishinablandi changamoto ilikuwa upande wa maji, ilikuwa ni mbali kilomita 3 kutoka hapa. Tulikuwa tunapata Nelegani. Tulikuwa tunafuata mtoni yale ya kufulia. Upande wa maji wa kupikia na kunywa ndio tulikuwa tunafuata Nelegani. Changamoto ilikuwa kubwa, wengine walikuwa hawapati maji kabisa. Mngeenda kwa zima kwa jirani ili kujikizi. Kwa sasa hivi nashukuru Ruwasa kwa sababu imetusaidia tunapata maji kwa wakati mwafaka. Kwa majina naitwa Deus Magambo Francisco, mtendaji wa kijiji hiki cha Mwadui, kata ya Nyankende, halmashauri ya wilaya ya Ushetu. Mimi nimeripoti hapa mwaka 2021.
hali ya maji ilikuwa ni mbaya sana. Yaani maji ambayo yalikuwa yanatumika hapa ni maji ya kisima. Kisima vile vya mtu anaamua tu anachimba kisima nyumbani kwake, anatengeneza utaratibu wa kupata maji. Lakini kulikuwa na visima vingine huko pembezoni huko ambavyo vinatumika, lakini yale maji yalikuwa sio safi na salama. Lakini baada sasa ya kupata mradi wa yani kwa muda wa kiangazi, huduma ya maji ilikuwa ni ngumu kwa watu. Walikuwa wanaamka saa 10 za usiku, saa 9, saa 8 wanaenda kutafuta maji. Kwa sasa tunashukuru Mungu, tunashukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kiongozwa na rais wetu mpendwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, na pamoja na watu wa RUWASA na viongozi wetu waliotupambania, tumepata maji. Kwa sasa hali ni nzuri sana. Kwa majina naitwa Edward Welelo, mwenyekiti wa serikali kijiji Bukomera. Hali ya maji kwenye kijiji changu cha Bukomera, tulikuwa tunahangaika maji, watu walikuwa wanateka maji ya bwawani na ukame ulikuwa mkubwa sana, watu walikuwa wanafuata maji wakati mwingine mtoni. Wakati huo maji wa ukame tulikuwa tuna kisima cha maji, watu walikuwa wanafuata maji zaidi ya kilomita 3. Watu walikuwa wanakesha wanaamka usiku kwa ajili ya kufuatilia maji ya kunywa, na maji hayakuwa maji safi na salama. Serikali tunaipongeza chini ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutetea mradi wa maji. Leo wananchi wangu wanashukuru sana, wanatumia maji safi na salama na wanapatikana kwa karibu sana. Leo maji wanatumia maji, wanataka maji kwa muda ambao wanahitaji. Ni zaidi ya watu 2000 na kitu kwenye cha Bukomera. Zaidi ya watu 2400 wananufaika na huu mradi wa maji. Huu mradi tunaahidi tukashirikiana na serikali ya kijiji, nikiongozwa mimi kama mwenyekiti wa kijiji na safu yangu mwenyekiti mtendaji wa kijiji na wajumbe wangu. Nina imani huu mradi utakuwa salama na hakutakuwa na ubadhirifu aina yoyote ile. Tangu mradi unapoingia tulipokea vifaa, tukasimamia, hatujapata changamoto yoyote ile. Na wananchi wamepokea kwa uelewa zaidi na wameipongeza serikali na kutoa maeneo yao bila gharama yoyote ile. Jina naitwa Fatuma Mabula Nkwabi, kazi wa Bukomera, kata ya Bukomera. Sisi wanawake tulikuwa tunapata changamoto. Wakati mwingine tulikuwa tunaondoka saa 3 usiku, mkimaliza kula cha usiku naenda kisimani kupanga foreni, kurudi huko saa 4 saa 5 asubuhi ndo mnarudi. Na ilikuwa ni foreni, tulikuwa tunahangaika. Utakuta wengine wameshatanguliza mawe kushika nafasi. Hata kama ukikuta umeshafika na kuambia unaliona hili jiwe, mimi ndo nimekuwa wa kwanza. Hayo maji hayakuwa maji salama, tulikuwa tunakunywa, tutafanyaje? Wakati mwingine mnafunga tera, mnafuata mitonga, mnaenda kununua 50. Kwa sasa kwa kweli tunamshukuru mama yetu Samia, angalau maji tayari yameshatufikia. Mpaka tunaongea sasa hivi magati haya ambayo hatukuwa nayo wala hatukutegemea. Tangu uhuru hapakuwa na magati haya ya maji. Tulikuwa tunachota mabwawani tu ya. Tena unaingia mpaka yanafika ndo unachota. Ndo tumeona magati kwa utawala wa mama Samia. Mama yetu tunamshukuru kwa kweli kwa yote aliyotutendea, na atapata kula zote Bukomera. Sidhani kama tafeli. RUWASA tunawashukuru pia na wenyewe kwa mradi wa maji. Maana tulikuwa tunahangaika. Ingawa wengine bado hatujavuta, tunatamani kuvuta. Kwa majina naitwa Sofia Msaila Magazi. Ni mkazi wa kijiji cha Bukomera, kata ya Bukomera. Changamoto ya mradi wa maji kabla hujafika. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya kukosa maji. Tulikuwa tunahangaika, maji tulikuwa tunachota usiku. Mnaenda saa 6, saa 7 kusubiria maji usiku mabawani huko chini. Kusubiria maji, mnachota hiyo usiku, maji yalikuwa ya kugombania. Au tulikuwa tunafuata kijiji cha jirani Ngokolo. Kuna kisima kimoja kinaitwa kwa Bunolo. Ndo pale ndo maji yalikuwa hayakauki. Maji baada ya kuja hali iko nzuri, anatusaidia. Tunapata maji kwa urahisi. Maji safi na salama, hapa kisima kiko karibu. Wala hatuhangaiki tena. Zamani tulikuwa tunaoga mara moja tu kwa usiku hadi usiku. Sasa hivi tunaoga asubuhi na jioni unaoga tena. Ukitaka kufua tunafua tu nguo za kutosha. Maji yalikuwa ya shida, unafua mara moja kwa mwezi. Labda ufuaji ulikuwa rahisi masika. Kwa kiangazi ilikuwa ni shida, maji ya shida ya kugombania huko mabwawani huwezi kufua. Ukitaka kufua labda ni kwenda huko nilikosema huko Ngokolo kwa Bunolo huko. Kwa majina naitwa Mzee Omari Tibirwa Ndindindi. Mimi hapa nilipo hapa ni eneo naloishi, naishi njia panda hapa kitongoji cha Ipamila. Hali ya changamoto ya maji ilikuwa ni shida sana, sababu walikuwa wanachota kwenye visima vya kawaida.
yaani tulikuwa na shida sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Hassan Suluhu kuja kutuletea huu mradi, kuja kutufikia huku. Naona kina mama wamewatua ndoo kichwani. Tunashukuru sana kwa ajili ya kupata huu mradi. Jina naitwa Jacqueline Malamsha, mkazi wa kijiji cha Ilogi, kata ya Bugarama. Kipindi cha nyuma maji yalikuwa na changamoto sana, kwa sababu tulikuwa tunatumia maji ya visima. Kwa hiyo mradi ulivyokuja, kwa kweli tunamshukuru Mungu, huu mradi maji sio ya shida tena, maji yanapatikana kwa wakati. Kwenye kisima ilikuwa changamoto, unaweza ukakata wiki 3 maji hujapata. Kwa hiyo maji yalikuwa ya shida sana kipindi hicho. Hali ilikuwa mbaya, maana tulikuwa tunaenda kwenye mabwawa huko kuchotea maji huko kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Baada ya kuletewa maji ya RUWASA, hatuna shida tena ya changamoto ya maji. Maji yapo kwa wakati kwa kweli. Kwa majina naitwa Laurencia Kusamba Mahudi, kazi wa hapa Ilogi njia panda. Kabla ya kuletewa haya maji, kwa kweli tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana ya maji. Tulikuwa tunafuata maji mabwawani, tulikuwa tunanunua maji kwa watu. Tulikuwa tunavuka tunaenda kule kanisani kufuata maji. Mbali sana. Kwa kweli tulikuwa tunapata shida. Tulikuwa tukiamka saa 11 au saa 12 kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 9. Ilikuwa ni changamoto. Tulikuwa tunakaa wachafu mpaka na watu wazima kulingana na changamoto ya maji. Ufuaji tulikuwa tunabeba nguo zetu tunaenda mabwawani kule. Tunaenda kufulia huko. Yaani kwa ufupi niseme hivi, mpaka sasa hivi kwanza naishi kwa amani sana. Na kwa raha katika ndoa yangu na familia kulingana na maji. Sihangaiki kufuata mabwawani, yaani ni mwendo wa maji tu, kushindwa kuoga au uzembe na uchafu. Lakini maji yako vizuri. RUWASA tunawashukuru maana wanatuhudumia vizuri. Mama Samia, cha kwanza mimi nitakuwa mstari wa mbele kumpa kula. Kwanza angekuwa anaonekana hata hapa tunavyoonana hivi, ningemshukuru sana yule mama. Kulingana na huduma hizi anazotusaidia. Kwa jina naitwa Raheli Josefu, ni mkazi wa hapa Tobo. Kwa kweli kabla huu mradi haujatufikia tulikuwa tunahangaika maji. Tulikuwa tunapata shida sana kuyapata maji. Baba tulikuwa tunayafuata sehemu mbali ya maji. Lakini kwa sasa tunashukuru huu mradi ulipotufikia. Kwa maana tulikuwa na changamoto nyingi ya maji, lakini sasa hivi tunaushukuru sana, tunapata maji kwa uhakika. Kwa jina naitwa Juma Maziku Bugondo, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Bukarangi Toboei. Kwa huu mradi nimeshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huu mradi, ametupunguzia mambo mengi. Tulikuwa tunafuata maji mbali sana, lakini kwa sasa hivi maji yametusogelea, na wananchi kwa ujumla pamoja na wakina mama tena tumefurahi sana kwa kutusogezea maji. Na kingine tunaomba ili maji yasambae sana kwa wananchi, kwa sababu wengi wanahitaji maji. Ili kusudi kila kaya inahitaji maji wasogezewe. RUWASA tunawashukuru sana. Baada ya kuwashukuru tunaomba ongeze nguvu au ongeze ili kusudi watusambazie maji kwa ujumla. Watu wengi sana wameshatuma maombi ili kusudi wapate maji, lakini mpaka sasa hivi watu wanazidi kutuma maombi ili kusudi kila kaya ipate maji. Kwa jina langu naitwa Dorcas Elias, ni mkazi wa Busangi. Zamani hali ya maji ilikuwa ni ngumu sana. Maji tulikuwa tunapata kwa shida. Tulikuwa tunaenda sehemu ya mbali kuchota maji. Maji yenyewe sio masafi, ni maji ambayo sio salama kwa binadamu. Ni maji ambayo mwanadamu akiyatumia yanamwathiri, kuna magonjwa ambayo anaweza kuyapata. Maji ambayo kulikuwa labda watu walikuwa wanachungia huko kwenye mabwawa, na sisi wanakijiji tunaenda kuchota mle maji. Kwa sasa hivi hiyo hali haipo. Tunapata maji kwa wakati, maji yanapatikana kwa wingi. Serikali tunashukuru sana kwa kutuletea maji ambayo ni safi na salama, ambayo ni maji ambayo yako safi kwa binadamu. Mtu akiyatumia hakuna magonjwa ambayo anaweza kuyapata. Pamoja na pongezi za wananchi,
Pia wanafunzi kwenye baadhi ya shule za msingi ikiwemo watoa huduma za afya hawakubaki nyuma katika kuishukuru serikali pamoja na RUWASA, ambapo wamesema kupatikana kwa huduma maji safi na salama kumepunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya magonjwa ya mlipuko yaliyosababishwa na matumizi ya maji yasiyo salama. Kwa majina naitwa Salome Alexander Nasele, ni mwanafunzi wa darasa la 3 katika kijiji cha Sinwankele, na tunashukuru sana serikali kwa kutuletea mradi wa maji. Tulikuwa tunahangaika katika kijiji chetu, tulikuwa tunafuata katika umbali urefu sana. Hiyo sasa hivi tumeletea mradi, hatuhangaiki, tunapata raha sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais aliyetuletea maji hapa. Kwa majina naitwa Rahabu Samuel Katwiga, nasoma shule ya msingi Sinwankele, darasa la 5. Kabla ya kuweka maji ya bomba tulikuwa tunahangaika sana na maji, tulikuwa tunafuata umbali. Sasa hivi Samia katuletea maji vizuri. Kabla ya maji vyoo vilikuwa vichafu sana, tulikuwa tunahangaika kutoa maji nyumbani. Tunashukuru serikali kwa kutuletea maji safi na salama. Kwa majina naitwa Alex Musa Misungu, ninasoma shule ya msingi Sinwankele. Naishi kijiji cha Mwadui, mkoa wa Shinyanga. Nasoma darasa la 6. Maji tulikuwa tunahangaika sana kuyafuata nyumbani na visimani. Mpaka sasa mradi umetuletea maji, tunashukuru sana. Vyoo vilikuwa vichafu sana, maana tulikuwa tunahangaika maji kuyapata. Mpaka sasa hivi ndo tumepata maji, serikali ndio imetuletea. Tunawashukuru watu wa RUWASA kwa ajili ya kutuletea mradi wa maji. Mradi huu tutautunza sana. Tutatunza ya maji kwa sababu hapo zamani sasa tulikuwa tunatumia maji, hali ya magonjwa ilikuwa kubwa sana. Sasa hivi magonjwa angalau yamepungua. Majina anaitwa Mwalimu Claudian Juvenari Shosho, mkuu wa shule ya msingi Sinwankele. Kwa ujumla, katika uwepo walipofikisha maji hapa katika taasisi RUWASA, yametusaidia sana, hususan sisi walimu, lakini pia asilimia kubwa sana kwa wanafunzi. Pale mwanzo tulikuwa hatuna vyanzo vya uhakika. Watoto walikuwa wanatembea umbali mrefu mpaka kilomita 4-5 kutafuta maji na kupelekea swala hilo kuathiri hadi vipindi kwa wanafunzi. Lakini mradi huu ulipotufikia katika shule hii, sasa tunafurahia. Maana mpaka sikufika muda huu tuna almost tunakimbilia sasa mwaka mzima, hiyo adha ya kuteseka kwa maji ishatoka. Na tulikuwa pia na changamoto ya watoto kana ugua matumbo. Yaani ndani ya siku unaweza mkaruhusu watoto kwenda nyumbani hata wanafunzi 10 au 15. Lakini toka mradi huu kidogo hilo changamoto imetoweka. Sasa mkapata adha hiyo moja ambayo ni ya kawaida tu. Kwa majina naitwa Kula Mkui, nasoma katika shule ya msingi Shinablandi, darasa la 7. Tunaushukuru mradi wa maji kwa sababu tumepata maji hapa shuleni, tunatumia kusafishia madarasa, pia vyoo. Zamani tulikuwa tunafuata maji mbali na hapa, kwa mfano Nhegani, Mtoni na kadhalika. Serikali tunaishukuru sana kwa kutuletea maji hapa shuleni, kwa sababu vipindi sasa hivi tunawahi kuingia darasani, tunajifunza vizuri. Kwa majina naitwa Doto Mkui. Kuhusu maji, kwanza yameturahisishia kufanya usafi chooni na hata kudeki madarasa. Na zamani tulikuwa tunafuata maji siku nyingine mtoni, siku nyingine analeta kutoka nyumbani. Tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia. Kwa jina naitwa Mwalimu Angelina Dominic Ngowi, ni mkuu wa kituo hichi cha shule ya msingi Shinablandi. Tunashukuru mradi wa RUWASA kwa kutuletea maji. Kabla ya kuja kwa maji haya, tulikuwa tunapata adha ya maji, hasa maji ya kusafisha vyoo, maji ya kunywa, lakini pia kwa maji kwa shughuli zingine za kishule, hasa pale tunapokuwa tunaandaa chakula cha wanafunzi. Maji haya yametusaidia sana, hasa pia kuokoa muda wa wanafunzi, kwa sababu swala la maji walikuwa wanashughulikia wanafunzi. Kwenye masuala ya maji ya kunywa, wanafunzi walikuwa wanakunywa maji ya chumvi ambayo tuna kisima hapa shuleni kiko nyuma ya majengo haya. Maji yale sio salama sana kwa wanafunzi kunywa. Kwa hiyo maji haya pia yanatumika kwa wanafunzi kwa ajili ya kunywa. Tuna mradi mwingine hapa shuleni ambao hasa mara nyingine tunapanda miti ya matunda. Kwa hiyo tunatumia pia kumwagilizia. Kwa hiyo badala wanafunzi kwa wanakuja na maji,
kila siku za masomo, basi wanakuwa tunamwagilizia pia kwa kutumia maji haya. Mimi naitwa Yohana Mwingulu Nalija. Nasoma darasa la 7 shule ya msingi Bupigi. Naishukuru serikali imetuletea maji. Zamani tulikuwa tunapata maji kwa shida. Sasa hivi tunapatia maji hapa shuleni ya msingi. Sasa hivi tunapata maji salama. Kwa jina naitwa Felista Masesa. Nasoma darasa la 7. Naishukuru sana serikali kutuletea maji safi. Zamani tulikuwa tunachota maji mbali. Ilikuwa maji machafu. Kwa majina naitwa Paulo Cosmas. Nasoma darasa la 7 shule ya msingi Bupigi. Naishukuru sana serikali kwa kutuletea bomba hapa shuleni. Zamani tulikuwa tunapata maji mbali kwa shida sana. Tulikuwa tunapata maji machafu. Sasa hivi tunapata maji masafi hapa shuleni. Kwa jina naitwa Twirumba Method Kilumile, ni mganga mfawidhi zanati ya Mwalukwa ambayo inapatikana kata ya Mwalukwa, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga. Kwa sasa upatikanaji wa huduma za maji safi na salama kwa zanati ya Mwalukwa umekuwa wa uhakika baada ya kupata mradi ambao umetusambazia maji. Kabla ya huu mradi tulikuwa hatuna maji safi na salama. Tulikuwa tunatumia bwawa, maana hapa eneo la nyuma ya zahanati kuna bwawa. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia maji ya bwawa ambayo hayakuwa safi na salama. Lakini kwa sasa hivi upatikanaji wa maji safi na salama ni ya uhakika, sio tu kwa maeneo ya zahanati, bali hata kwa jamii ambayo zahanati ya Mwalukwa inahudumia. Yale magonjwa ambayo yanasababishwa, naweza kusema waterborne diseases, zimepungua kwa asilimia kubwa, na kuna magonjwa ambayo yamefutika kabisa. Toka tulipopata maji safi na salama hatujayapata. Kwa mfano tukichukulia ugonjwa wa kipindupindu, toka tumepokea huu mradi hatujawahi pata mlipuko wa kipindupindu, tofauti na miaka ya nyuma ambapo maji safi na salama hayakuwepo. Lakini sio tu ugonjwa wa kipindupindu, kuna ugonjwa wa homa ya matumbo. Nikichukua kwa takwimu za mwaka 2020, kuanzia 2024 mpaka sasa hivi 2025, hatujapata magonjwa ya yale, naweza kusema hatujapata ugonjwa wa kuharisha mpaka kupungukiwa maji. Ile severe acute watery diarrhea with dehydration hatujapata kabisa zahanati ya Mwalukwa. Na magonjwa mengine kama magonjwa ya macho, magonjwa ya kuhara damu yamepungua. Kama nilivyosema awali, maji safi na salama hayajasambazwa tu zahanati ya Mwalukwa, ila yamesambaa mpaka kwa jamii ambayo inahudumiwa na zahanati ya Mwalukwa. Kwa hiyo wanajamii wanatumia yale maji safi na salama, tofauti na nyuma ambapo walikuwa hawatumii maji safi na salama, ambapo kwa sehemu ambayo walikuwa mbali na mabwawa walikuwa wanatumia maji ambayo yanatuama, madimbwi au visima ambavyo sio visafi. Lakini baada ya mradi maji yamesambaa, wananchi wanatumia maji safi na salama, kwa hiyo hawapati sana yale magonjwa ambayo yanaenezwa kwa maji machafu. Ni kweli gharama za uendeshaji wa hospitali zimepungua, hasa kwa zile dawa za magonjwa yale yanayosababishwa na mlipuko au magonjwa ambayo yanasababishwa na kuenezwa kwa maji machafu. Tuchukulie mfano mlipuko wa kipindupindu mwaka jana mpaka mwaka huu hatujapata kabisa mgonjwa wa kipindupindu. Kwa maana hiyo zile commodities ambazo zingetumika kutibu wagonjwa wa kipindupindu, zile budget zimeenda kusupply dawa zingine. Kwa hiyo imekuwa na positive impact kwa kituo. Hapo bila kutaja takwimu halisi kwa namba halisi, lakini kwa kipindi cha nyuma kabla ya mradi wa maji kufika, magonjwa ya homa za matumbo yalikuwa mengi. Ukiangalia kwenye top 10 diseases, namba 1 mpaka namba 6 ni magonjwa yale yanayosababishwa na maji machafu. Typhoid, magonjwa ya matumbo, kuhara damu, magonjwa ya macho. Lakini baada ya mradi ukiangalia top 10 diseases zetu, hakuna ugonjwa unaosababishwa na maji. Kwa majina naitwa Jedidia Mark, ni mganga mfawidhi katika zahanati ya Bupigi. Kabla ya kupatikana kwa maji, palikuwepo changamoto nyingi katika zahanati, hususan sisi wahudumi pamoja na wagonjwa tunaowahudumia na ndugu wanaotuzunguka katika mazingira yetu. Kabla ya huduma ya maji, mara nyingi chanzo cha maji tulikuwa tunatoa katika mito. Baadhi ya mito tulikuwa tunachota maji, na vile wakati wa msimu wa mvua tulikuwa tunakinga maji ndio tunayatumia. Na kwenye mito maji yalikuwa sio masafi sana, kwa sababu tulikuwa tunachangia na baadhi ya mifugo, kwa sababu tukiangalia mazingira yetu tunaishi mazingira ya kijiji.
Lakini sasa baadhi ya mifugo pamoja na sisi watoa huduma, na magonjwa yalikuwa ni mengi, kwa sababu watu walikuwa wanapata baadhi ya magonjwa kama vile typhoid fever, kuhara, magonjwa mengine yanayotokana na vyanzo vya maji. Kwa kwenye swala letu hususan katika zahanati yetu tulikuwa tunaona ugumu sana kulingana na changamoto ya maji, kwa sababu walikuwepo wazazi wanakuja kujifungulia. Sasa namna gani watumie maji na kuwa ni changamoto. Baada ya maji kupatikana tumepona, na vile vile hata kijiji imepona. Hususan nikiliongelea swala la zahanati, tumepunguza idadi sana ya magonjwa watu wa kuharisha, na vile vile zile homa ya mara kwa mara, labda mtu kuna homa ya matumbo ambayo inatokana na typhoid. Magonjwa ya kuhara imepungua kwa kiasi kikubwa, hususan kwa watoto wa changa chini ya miaka 5 na baadhi ya watu wazima imepungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sasa hivi binadamu wanatumia maji ambayo ni chanzo salama, yanatoka kwenye tenki salama, na vile vile yametibiwa. Kwanza tunapongeza serikali pamoja na shirika moja kwa moja la RUWASA iliyoleta mradi katika zahanati yetu pamoja na wanakijiji kwa ujumla, kwa sababu imeokoa matatizo ambayo yalikuwa yanatokana na chanzo cha maji ambayo si salama. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mradi, na vile vile waendelee hivyo. Hakika miaka 5 ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa katika kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya upatikanaji wa huduma maji safi na salama katika maeneo mengi vijijini, hali ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa kuboresha afya za Watanzania wanaoishi vijijini. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga, Thomas Muyonga, ni miongoni mwa wanachama wa CCM ambao wameridhishwa na kazi zinazotekelezwa na RUWASA, hasa katika halmashauri za Ushetu na Msalala ambazo zipo wilayani Kahama, kama anavyoeleza hapa. Mimi naitwa Thomas Muyonga, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kahama, wilaya ambayo ina majimbo 3, kata 58. Cha kwanza naomba nichukue nafasi kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya sana kwenye miradi ya maji ambayo kwa sehemu kubwa inasimamiwa na RUWASA, kwa maana kule vijijini. Kwa mjini hapa tunao KUWASA na wanafanya kazi njema, lakini kwa vijijini kwenye majimbo yangu yote ya Msalala, Ushetu, hata manispaa kwenye maeneo ya vijiji ambako RUWASA wanafanya kazi kubwa kuhakikisha wanasambaza mtandao wa maji, wanafanya kazi nzuri. Ukienda maeneo ya huko Ilogi, Mtobo na sehemu mbalimbali, lakini hata ukienda maeneo ya Ushetu, jimbo la Ushetu wamefanya kazi nzuri sana. Ukienda huko mpaka Chambo, Chona, huko kote kuna visima, kuna matenki na maji yanaendelea kusambazwa kwenye mtandao wa maji kuhakikisha vijiji vyote vinapata maji, licha ya mradi sasa wa Ziwa Victoria ambao nao wakandarasi wako site. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kahama tunaridhika sana na kazi inayofanywa na RUWASA, lakini tunamshukuru sana Daktari Samia kwa kuendelea kufadhili sana hii RUWASA waweze kutekeleza miradi hii kwa uzuri. Maji safi na salama, kujitosheleza kwa kila Mtanzania, maji safi na salama kwa gharama nafuu sana, hiyo dira yetu. Maji. Kwa hiyo maji yapo ya kutosha. Kupitia kitengo cha RUWASA na watumishi wake, tunaomba Mama Samia aendelee kuwapa moyo na kuwapa uwezesho ili waweze kufanya nini? Kutuhudumia zaidi, kwa sababu maji ni uhai, maji ni afya. Na unavyoniona nimependeza hivi, nimeoga maji ya kutoka Mwanza, na ilikuwa ni ndoto kuyaona maji ya kutoka Mwanza Shinyanga, lakini leo yapo. Naona kwa hiyo ni jambo la kumshukuru. Tunaomba mama yetu Mama Samia mitano tena mbele ili aweze zaidi.